Karibuni wapenzi katika kipindi chetu kingine cha Home Natural and Nutritious Products and Home Nursing Care and Medical Nutritional Therapy. Kwa majina naitwa Ulumbi Kilimba, ni mtaalamu wa lishe na nimebobea sana upande wa mazingira pamoja na magonjwa yasiyoambukizika. Katika vipindi vya nyuma nilisema tutazungumzia kuhusu masuala ya lishe kwa watoto wadogo na magonjwa yasiyoambukizika. Inaweza ikawa ni kitu kipya kwako, lakini leo ningependa tufahamu kwamba magonjwa haya yasiyoambukizika yanaweza kuanza wakati wowote ule. Yanaweza kuanza wakati wa ujauzito, kabla ujauzito na baada ya ujauzito. Mtoto akazaliwa akiwa tayari na maambukizi. Sasa hii inatokana kwa sababu ya ulaji mbovu kwa mama, lakini inapofika tena kwenye kipindi cha baada ya kunyonyesha miezi 6 ile, wanapoanza kumpa mtoto, mama kama hatazingatia au familia kama haitazingatia vizuri katika kulisha watoto, pia na penyewe panaweza vikamsababishia baadaye mtoto akapata magonjwa haya yasiyoambukizika. Magonjwa yasiyoambukizika kila siku napenda kuyakumbusha yako mengi, lakini tunayozungumzia sana ni magonjwa ya moyo, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kansa, magonjwa ya mfumo wa hewa, lakini pia na magonjwa ya figo. Inakuwaje mtu anaweza kujiuliza kwamba ulishaji mbovu wa chakula ulikuwa na maana gani? Ndio, baada ya miezi 6 imeonekana na mama wengi au familia nyingi wanakuwa wanalisha watoto tofauti. Kuna wale ambao wanalisha watoto kupita maelezo na kuna wale wanaolisha watoto kwa chini ya kiwango. Kwa hiyo chini ya kiwango na juu ya kiwango yanamletea mtoto kwa baadaye magonjwa yasiyoambukizika. Magonjwa yasiyoambukizika mtu akiwa mnene yanasababisha moyo, kansa na kisukari, yanasababisha figo na hata akiwa chini ya kiwango cha kulishwa, yani utapiamlo wa upungufu na wenyewe pia unasababisha. Hii imetokana na dhana ambayo ipo. Kwa kweli nimefanya tafiti na nimeona dhana hii ipo kwa kila mtu. Nadhani mnaweza mkanikubalia kwamba kuna kitu ambacho kimeendelea kinaitwa lishe. Unakuta mama amenunua lishe au ametengeneza lishe, anasema mwanangu nampa lishe. Anapoanza kumlisha mtoto miezi 6 baada ya kuacha kumnyonyesha au kutokumpa kitu chochote, tunaita exclusive breastfeeding, anapoanzishia vyakula vingine, yule mama anakuwa amesimama sana au amekazia sana kwenye masuala, anasema unga wa lishe. Sasa tukiuchambua unga wa lishe anaweza akawa amechanganya aina moja ya nafaka na anampa mtoto kwa muda mrefu sana. Inaweza kama kuanzia miezi 6 mpaka mtoto anafikisha mwaka na bado anapewa aina moja ya chakula na ni uji ule ule. Sasa wengine wanaweza kumpa mara kwa mara ule chakula na ukakuta mtoto ni mnene sana. Lakini wengine wanaweza kumpa mtoto kwa kiwango kidogo sana. Labda anaweza kumpa mara 2 mpaka mara 3 tu. Mwingine anaweza kumrudishia kiwango labda mara 3 mpaka labda na kuendelea, mtoto akawa mnene sana. Sasa unene na uembamba ni tatizo la lishe. Ili neno lishe nafikiri kuna haja ya kuweza kuweka vizuri, kina mama wapate kuelewa. Tunaposema lishe, sisi kama wataalamu wa lishe, tukiwauliza watu umempa nini mtoto, anakuambia nimempa unga wa lishe. Ukianza kuchambua au Kiswahili kizuri anasema kuudadavua, anakuambia nimeweka mtama, uwele, ulezi, ngano, alafu nimeweka karanga kidogo, nimeweka sijui majani mboga za mbegu za maboga kidogo. Unakuta kitu kama hicho wanachokisema. Hii kwa kweli sio sahihi. Mimi naomba niseme kama mtaalamu wa lishe, na mtanikubalia kwa wale mnaojua, hii sio lishe, sio sahihi. Hili lilikuwa ni jina, nafikiri ni jina kwa ajili ya bidhaa ambayo ilitengenezwa, lakini kwa sababu watu wengi wanatengeneza bila ya kujua, wamejikuta wanawalisha watoto aina moja ya chakula kwa muda mrefu, mtoto ananenepa, au wale ambao hawapi kwa kiwango kinachotakiwa, unakuta mtoto anapungua. Sasa ni kitu gani kifanyike?
Wewe mama, kwa sasa hivi mtoto wako akiwa mnene sana au akiwa mwembamba sana, onana na mtaalamu wa lishe ili aweze kujua ni una upungufu gani, mtoto ana upungufu gani, ili aweze kupatiwa chakula sawa sawa na mahitaji ya kipindi hicho cha mtoto, baada ya kuwa umemlisha, aidha umemlisha sana mpaka akanenepa kupita maelezo, au umemlisha kidogo kiasi kwamba mpaka anahitaji kuongezewa lishe. Hatuwezi kusema kwa pamoja tu kwamba kampe kitu fulani na kitu fulani kwa pamoja bila ya kujiridhisha kwa uchunguzi ambao kwa kuangalia uzito na uwiano wa urefu na umri wake, bila ya kuangalia kitu kinaitwa mwaki. Tunapima hapa kwenye mkono, tunatumia tape tunapima hapa, lakini pia bila kujiridhisha kuangalia kwenye damu amepungukiwa na virutubisho vya aina gani, kwa sababu damu yetu ndio imebeba vitu vyote. Damu yetu itatueleza kama ana upungufu wa protini, kama amezidisha protini, kama ana upungufu wa vitamins, tutaeleza. Sasa baada ya hapo tutapanga vizuri ratiba ya mtoto kulingana na haja ya mtoto, ndio tutampangia ratiba. Baada ya hapo tutafundishana ni aina gani ya chakula mtoto aendelee kula. Baada ya kuwa tumesharekebisha, tumeona upungufu ule umeisha au tumetoa ule uchafu ambao ulikuwa umezidi, ndio tunaanza kumpa mtoto chakula kinachotakiwa. Tukifanya hivyo mapema, ukimwaisha mtoto mapema, ukakutana na wataalamu wa lishe, itakusaidia wewe mtoto asipate na matatizo ya moyo kwa siku za baadaye. Sasa watu wanauliza kwa siku za baadaye inakuwaje? Kuna uhusiano gani? Ndio, uhusiano upo. Ni kwamba mafuta yakizidi mwilini kwa muda mrefu sana yanajaa kwenye mishipa ya damu. Vitu vyote ambavyo vikizidi vinaweza vikaleteleza mauvimbe ambayo baadaye yanabadilika kuwa kansa. Mwingine anaweza kaleta magonjwa ya moyo, mwingine anaweza kaleta magonjwa ya kisukari, kwa sababu mtoto anakuwa mnene sana kwa siku za baadaye, kwa sababu tumesema haya magonjwa yanaanza taratibu, na kwa sababu watu hawayafuatilii, yakianza akiwa utotoni, akala vyakula isivyohitajika, akazidi kuwa mnene sana au akazidi kuwa mwembamba sana, mwisho wote ataingia kwenye haya matatizo. Kama nilivyosema, mtu akiwa mnene sana anaweza akapata magonjwa ya moyo. Mtu akiwa mnene sana anaweza yale mafuta yakabadilika akapata mauvimbe akabadilika akaleteleza na mambo ya kansa. Yale mafuta mtoto akaingia kwenye hali ya kisukari, kwa sababu ya sukari yake inakuwa nyingi, kwa hiyo anakuwa ni obesity, inaingia kwenye ule. Ili kuweza kumsaidia mtoto, ili kuweza kuepukana na haya magonjwa, nimemsikia mamangu mpendwa, rais wangu mpendwa amesema tutafute chanzo, na mimi namuunga mkono kwa kuanza kampeni ya kwanza kuwalisha watoto vizuri toka baada ya miezi 6. Watoto walishwe katika standard inayotakiwa, ili watoto wasije wakaingia hatarini. Katika hali ya utafiti inaonekana watoto wenye uzito mwingi mkubwa unaongezeka, na vile wenye watoto ambao wana uzito mdogo pia na wenyewe upo, hasa Tanzania. Kwa hiyo vyote viwili vinasababisha magonjwa yasiyoambukizika. Ili tuweze kupambana pamoja na mazoezi watu wanaofanya, lakini tuanze mtindo wa chakula tangia tukiwa wadogo. Tuanze kutengeneza new generation. Hichi kizazi cha sasa hivi tuanze kukitengeneza kizazi cha baadaye kiweze kuwa na uelewa juu wa ulaji mzuri au ulishaji mzuri wa watoto, ili baadaye haya magonjwa yasiendelee, yapate kupungua. Kwa majina naitwa Lumbi Kilimba, na wakaribisha maswali yote. Kama una swali lolote, namba yangu ya simu ni 0743000562. Ni mtaalamu wa lishe, na kukaribisha wewe mama, wewe baba, mtoto anayesumbua kula, mtoto ambaye ni mwembamba kupita maelezo, mtoto ambaye unamwona ngozi yake haijakaa vizuri, unamwona ngozi yake kama ni hafifu, nywele zake kama ni hafifu, nywele zake zimebadilika rangi, mtoto ambaye ni mnene sana na anapenda sana kula, umeshashindwa kuongea naye kwa sababu wewe ni mzazi, lakini akija kwangu tutaweka vizuri mambo na aanze kupungua taratibu, asije akaingia kwenye magonjwa yasiyoambukizika kwa siku za baadaye. Kama vile inavyoonekana
kwenye tafiti kwamba watu wengi wanaoathirika na magonjwa yasiyoambukizika ni wale ambao wana umri ambao unahitajika sana katika maisha ya sasa ya kiuchumi na ya kijamii. Sasa tusifike kule kuweza kusababisha jamii zetu au uchumi wetu usiendelee. Nawakaribisha, karibuni. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tutaonana tena kwenye kipindi kingine, kwa tutakuja kuzungumzia masuala mengine yanayohusiana na matunda na mboga, matunda na magonjwa yasiyoambukizika, faida zake na aina gani ya matunda atakiwa mtu wale, kwa mtu ambaye tayari anayo, na ale kwa kiasi gani, na kwa nini tunakula matunda. Karibuni sana.